Naitwa Godson Wegasira Gibson, ni diwani wa kata Nshambya na meya wa manispaa ya Bukoba. Leo tarehe 18 niko kata Nshambya, ambaye mimi kama diwani wa kata Nshambya niko katika ofisi ya kata Nshambya. Lakini siku ya leo nimefurahi sana kukutana na wazee ambao wana miaka zaidi ya 60, kuanzia miaka 60 na kuendelea. Lakini lengo kubwa la kufika hapa ni kuweza kuwasaidia wazee ili waweze kupata matibabu bure ambao kuanzia miaka 60, ambao ni kwa mujibu wa kanuni ambao tumeweka katika utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi. Kipekee ni mshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, mshukuru mkuu wa mkoa wetu Fatuma Mwasa, mkuu wa wilaya, lakini pia mbunge wa jimbo la Bukoba mjini. Kwa siku ya leo ambao ndani ya kata ya Nshambya wazee ambao wana miaka 60 na kuendelea takribani 400, wazee 400 ni ndani ya manispaa. Lakini kwa leo kata Nshambya wako wazee zaidi ya 84 ambao wameweza kupatiwa vitambulisho ambavyo ni vibali vya kutibiwa au kupata matibabu bure katika hospitali ya wilaya iliyoko kata Nshambya. Ninavyofahamu ni kwamba mimi lazima nianze alafu sasa kata zingine ziendelee, kwa sababu mimi nimekuwa wa kwanza kuweza kufungua mlango, na niwaombe hata wengine ambao sasa waratibu wanaoendelea kusimamia zoezi hili waweze kuendelea sasa katika kata zingine. Lakini kwa leo tumeanzia Nshambya, ambako nilikuwa mimi kama diwani ambao nipeleka watu kwenye mtaa nyumba kwa nyumba, na mimi nikikanyaga kufahamu wazee walioko ndani ya kata Nshambya ambao siku ya leo wamefurahi sana na wametuahidi kwamba watakichagua Chama cha Mapinduzi kwa sababu kimetekeleza ilani kwa 99%. Ni kwamba katika utekelezaji wa ilani hospitali ya wilaya ipo ndani ya kata yangu Nshambya, ambao Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka sasa ameshatupa zaidi ya bilioni 3 ambazo zimeshajenga wodi ya kina mama, wodi ya watoto, wodi ya wanaume, lakini pia tunaendelea na jengo la upasuaji ambao sasa hivi tunaenda kwenye ukamilishaji. Na hao wazee wote kama walivyo mpaka leo kama zaidi ya 80 wote wameshafika katika hospitali hiyo kupata huduma. Lakini sio hivyo tu, ni mambo mengi ambayo yamefanyika ndani ya kata yetu ya Nshambya, ikiwepo madarasa, ikiwepo tunajenga shule mpya inaitwa Nshambya B, lakini pia tumejenga ofisi za chama, tumejenga madaraja Kiabitembe, lakini pia daraja la Mabatenga ambayo inaunganisha kata Hamgembe na pamoja na Nshambya. Sabamba na ugawaji wa vibali ambao ni msamaha wa ajili ya matibabu, lakini nikaona kwamba ni wazee wangu kabidi kwamba niwaletee zawadi. Zawadi hiyo ni kwamba ni kuwasaidia hata kwenye familia waweze kupata. Baada ya kutoa shilingi 5,000 10,000, nikaamua kwamba niwaletee soda. Wamepata soda, lakini wamepata mchele kilo 2, wamepata sukari kilo 1, lakini wakapata sabuni pamoja na chumvi, ili hata ukienda kwenye familia waweze kuona watoto waweze kuwapokea kwamba wanatoka kwa diwani wa kata Nshambya. Na nimewahoji akasema kwamba hajawahi kupatikana diwani mwingine ambaye amefanana kama mimi. Sasa ni baraka pia kwa wazee kwamba wameona kwamba mimi kweli ni kijana, lakini wakaniombea kwamba miaka 5 mingine naye kuja naweza nikaendelea, kwa sababu wao wako tayari na wanaendelea na kuchapa kazi. Lakini pia wamemshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wakamshukuru katibu wetu wa kata pamoja mkuu wa wilaya, mheshimiwa mbunge, wote wameshukuru kwamba wote wanaenda kufanya kazi vizuri, lakini ni sehemu mojawapo ambayo imenisapoti ili niweze kufanya haya ambayo tunaenda kuyafanya ndani ya kata Nshambya. Jina naitwa Maria Michael, ni afisa ustawi wa manispaa ya Bukoba, na leo nipo katika kata ya Nshambya nikiwa nimeambatana na mheshimiwa diwani wa kata hii pamoja na timu yake ya mtendaji wa kata pamoja na mtaa, tukiwa na zoezi la kuonana na wazee wetu ambao ni wazee wa kata hii ya Nshambya, wametoka katika mitaa mbalimbali, na tulikuwa na zoezi la kuwapatia huduma ya msamaha wa matibabu kwa wazee. Kama ambavyo tunafahamu kwa mwongozo wa makundi ambayo yanahitaji kupata msamaha, kundi mojawapo ni kundi la wazee. Kwa hiyo leo tulikuwa na zoezi hili la kwanza ambalo limesimamiwa chini ya ofisi ya ustawi wa jamii, tukishirikiana na afisa ustawi wa jamii wa kata husika ya Nshambya. Tumeweza kubaini wazee, na wazee hawa kulingana na mwongozo wa kuwapata wazee ambao wanahitaji kuwa na sifa za msamaha ikiwa chini ya ofisi ya ustawi wa jamii, tumeweza kuwabaini wazee hawa na tukaona kwamba wana uhitaji wa kupata huduma ya msamaha. Kwa hiyo kwa kuwabaini tumeweza leo kuwakabidhi fomu au kadi ambazo zitatumika kwa ajili ya kuweza kupata huduma ya msamaha wanapofika hospitali kwa ajili ya matibabu. Sasa utaratibu
huduma ya msamaha kwa wazee ina maelekezo yake pia ambayo tumeweza kuelezana nao kwa upana, mojawapo ikiwa sifa za huyu mzee anatakiwa kuhudumiwa ni mzee wa aina gani, umri wake ni kuanzia miaka 60 na kuendelea, lakini vile vile ni mzee ambaye anatakiwa awe ametoka kwenye mazingira ambayo hawezi kupata huduma hii ya huduma ya afya kwa uharaka. Kwa hiyo wamepewa fomu hizi kwa maelekezo kwamba watakuwa wanapatiwa huduma ya msamaha wa matibabu pale ambapo wanapokuwa na changamoto mbalimbali. Kama tunavyofahamu kwa nature ya umri wao, magonjwa hapa na pale hayakosekani. Kwa hiyo tumewasogezea karibu huduma hii ambao watakuwa wanatibiwa kwenye hospitali ya eneo lao husika au kituo cha afya cha eneo husika. Kwa hiyo nadhani kwa hayo machache leo tumefanikiwa kugawa. Tumekutana na wazee zaidi ya 100 ambao wamepatiwa huduma hii, na tunaamini tunaendelea kuwabaini hata wazee watakao kuwa kwenye kata nyingine ambayo hatujaifikia, na zoezi hili litakuwa pia ni endelevu. Naitwa Robert Muyango Rafaeli. Mimi kama mwenyekiti wa wazee mtaa wa Bukango natoa shukrani kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuliona hili akalipitisha kwa viongozi ambao wako serikalini. Waheshimiwa wazee wamelizungumza bungeni, wakuu wa mikoa wamelizungumza, waheshimiwa wabunge, madiwani wamelizungumza. Kwa shukrani binafsi namshukuru mstahiki meya wa manispaa ya Bukoba ambaye pia ndiye diwani wa Nshambya kata hii, ameliona hili na akalileta kwetu. Kwa kuliona hili nashukuru kwamba mheshimiwa mstahiki meya wa kata Nshambya ameliona na katupa fursa ya huduma ya afya kwa wote, wazee wote bila ubaguzi. Na sasa wazee wote ambao hapa mtaa wa Bushaga, mtaa wa Bukango, wote wamefurahia huduma hii. Kwa machache hayo namshukuru Mheshimiwa Rais, mama yetu Mama Samia Hassan, namshukuru mbunge wetu wa Bukoba mjini, namshukuru diwani wa kata Nshambya, wameliona hili na watusaidia wazee wote, na waombea wazee wengine katika kata nyingine basi waendelee na hilo. Asante sana.